Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My good name is Queen Ruth. For the new subscribers, karibuni sana. Thank you very much for always. Thank you very much for subscribing. Sorry. Now for the returning subscriber, I love you so much. You mean a lot to me. I appreciate you. I value all those. Now today, and if you are watching this video before I forgot and you have not yet subscribed, please consider subscribing, like, share and comment. I love you so much. Now let's go direct to the video. Today's video, it's a story time video. Well, this story is long. It's all about how I got conned in Thika. Yeah, I got conned in Thika. Nilikuanga Thika. Yeah, so let's start from where the story began. So there this time, nilimaliza form 4 2022 March, if I'm not wrong. Yeah, 2022 March. Sasa ndo naelekea kumaliza 4 years since I left. No. Since nimaliza form 4. Yeah. So after form 4 there is this deal. Unajua after form 4 and it depends on from the background you come from. Sasa there is mimi ndo first born home. So after form 4 sikuwa na hopes za kwenda maybe college, university, all those. Because that time my mom was a single mom at that time, but saizi she's married. She was a single mom, so I didn't have any hope. Then second born, my sister, hiyo time alikuwa class 8, alikuwa join secondary. And our third born, bado tu alikuwa mdogo, since mwenye amenifuata nyuma alikuwa class 8. So nikamaliza form 4, nikaanza kazi tu za kawaida, nikipata kibarua naenda. So this deal came. Ikasemekana nijaze documents niende Saudi Arabia. Are we together? Niende Saudi Arabia. So tukaanza tukashughulika. Nikajaza kila kitu. Nikaambiwa uwezi enda Saudi Arabia kama hujaenda kusomea hizo vitu za kwenda sijui kuosha vyombo, kupanga nyumba. So there is school sitaitaja iko Thika. Place kunaitwa Makongeni, Abduba. Yeah, Abduba. So nikaenda tukaanza lessons, tukasoma. At time few days after joining that school, I got sick. So nikaanza kuumwa na tumbo, kuumwa na kichwa. Yaani nilikuwa na feel tu niko weak. So nikaenda nikaomba ruhusa kwa shule. Kuomba ruhusa nikanyimwa. So juu hiyo shule ilikuwa ya ladies only, ladies, mothers, watu wenye wanataka kwenda Saudi Arabia. So if tukinyimwa ruhusa, sisi tulikuwa tuna sneak. Tunajificha hivi wakati walimu wako huko hivyo, hiyo staff room yao, tuna sneak, tunapotea. So mimi nikapotea. Then hiyo wakati nilikuwa nasikia niko weak, sina nguvu, nasikia tu kutapika, yani hata siko najielewa. So nikapotea, nikasema acha niende chemist ninunue dawa. So nilikuwa na do that time, nilikuwa na around 2k pocket money, 2000. Na nilikuwa na simu ya hadi wale huwa naikumbuka. Simu yangu ya kwanza smartphone. Ya kwanza ilikuwanga Itel A33. Yeah. Sasa mimi nikachukua simu, nikachukua do, nikaenda huko hivyo Makongeni kwa chemist kununua dawa. So after kufika nikaenda nikapata chemist na nikalipa dawa na nikachukua. Sasa kuchukua nikanunua dawa. After kununua nikaambiwa nimeze, nikaona azinda yenye nimeandikiwa nafaa kumeza asubuhi, lunch na jioni. That time kulikuwa masaa ya saa 6 ikielekea saa 7. So nikasema instead nishinde nikienda hadi kwa shule alafu nimeze dawa ni saa 6, let me just buy water na nimeze kwanza, so at least pain iishe kidogo. Nipe. Sorry guys, ni mtoto niko naye hapa hivi msumbufu. So I decided to buy water and have those medicines before I got to school. Nikanunua maji ya 30 bob, yeah, 500 ml. Na nikanunua machungwa juu at the moment siko naweza kukula. So I decided let me just eat this machungwa and have my medicine ndo zisinizidi nguvu. Nikanunua. Nilikunywa. Yeah, nikakunywa. Sasa on my way to get back to school, hapo hivyo tu Makongeni, ukifika tu hapo Makongeni, watu wenye wanajua Makongeni, ukiwa side ya juu ukiteremka ni kama unaenda town. There is a supermarket hii side ya left. Nikiwa hapo tukapatana na mzee fulani. Huyo mzee alikuwa hata simjui jina. I never saw that person. Sorry for the noise. Kuna at the moment mnajua watoto wako all over, shule zimefungwa.
So huyo mzee alikuwa amevaa suti. Alikuwa amevaa suti ya black na briefcase na alikuwa anakaa pastor for real. It's like ni hao watu wenyewe wako na hiyo kipaji, ama niseme nini? Wako na hiyo kipaji ya unabii. A person can see your future hata before mwambie anything. So akanisalimia. Hiyo time nilikuwa innocent kabisa. Nilikuwa 2022, a fresh from form 4. Akanisalimia, mimi sijaenda down, sijaenda Thika. I've never experienced such a thing. Simon. Never experienced such a thing. So alinisalimia, mimi nikamsalimia, and he asked me, can I have your time? Nikasema it's okay because it's a new person umjui. So I had to listen what he is telling me, ndo nione kama naweza kumsaidia. A person akaniuliza unaitwa nani? Nikamwambia majina zangu bla bla bla. Umetoka wapi those? Nikamwambia huku niko shule ya ladies ya kwenda Saudi Arabia. Akaniambia it's okay. Akaniambia nikikuangalia hivi naona kwenye kuna mamako ako na shida. Nikashindwa what? Huyu amejuaje mamangu ako na shida na sijamwambia anything. Na this person is a new face to me. So nikamwambia it's true. Akaniambia ako na hii shida na hii. And the statement yenye alikuwa ananipea it's true, definitely true. Na situation yenye mamangu ako. Sasa nikamwambia it's okay. Tukiongea hapo hivyo kumbe walikuwa deal na madam fulani. Huyo madam alikuwa nyuma. Man ndo aliongoza, akanisimamisha, akaniongelesha. Sasa walikuwa wamepanga nitaenda jamaa atakuja anisimamishe akiniongelesha lady. Sorry guys. Ladies I come from nowhere akuje atusalimie. Then after ametusalimia huyu mwanaume aanze kumtabiria life yake. Sasa wani confuse ndo wanikon. At that moment sasa lady akakuja akatusalimia. Huyo mwanaume akaanza kuambia huyo lady ati that's called the lady Josephine and the man Kevo. Acha tumuite tu Kevo. Sasa Kevo akaambia Josephine, naona kuna brother yako mwanajeshi sijui kama alisemanga alienda Australia ama alienda wapi na akauliwa huko. Huyo Josephine akamwambia yeah it's true, how did you know that? Sasa wakaanza ni kama kujibizana sijui nini. Huyo akamwambia I'm a man of God and I see everything in your life. Kevusi akaanza kutupea story. Akatuambia instead ya tuongelea kwa hivi kwa barabara na tulikuwa ni alami, acha tukae chini pale hivyo kwa mti ndo maybe tutaelewana. Sasa mimi na Josephine tukatoka. Tukaenda kupewa story. Tukakaa chini. Sasa hizo nimebeba dawa zangu, nimebeba maji yenye nilinunua ya 30 bob, nimebeba ile machungwa moja yenye nilikuwa nimenunua, sikuwa nimemaliza kukula. Nilikuwa nimebakisha nusu. Though nilikuwa nimeitoa ngozi yote. Sasa tukaenda tukakaa chini na nilikuwa na carrier bag, nilikuwa nimerusha socks. Sasa hiyo carrier bag yenye nilikuwa nimerusha socks. Sasa tukaenda sisi tukakaa chini, akaanza akatuambia kila kitu. Then mimi akaniuliza, unaweza taka kujua nini mamako alifanya ndo akapata hiyo ugonjwa? Of course I had to know. Nikamwambia, yeah, I would like to know. Akaniambia, ukijua what will you do? As in, nikikwambia nani alifanya mamako hivyo, utafanya nini? Mimi nikamwambia I will go home, I will share the story with my mom, then we will just keep quiet. Akasema no, nikikwambia you don't have to go and inform the person physically. Nikamwambia it's okay, there's no problem. Akaniambia before I told you who is he or who was she, nataka muhagiane. Sasa mimi ni hug Josephine, then yeye ni muhag, then aniombe shida zenye niko nazo na mimi nimuombe shida zenye ako nazo. We hugged each other. Akatuambia kwa ile supermarket yenye iko pale Josephine ndo ataanza aende atafute place yenye chumvi iko. Aende kwa chumvi, ashike hiyo chumvi na mkono, aiguze na mkono hivi, then aombe imwambia our Father who art in heaven, hiyo maombi. Aombe mara 7. Akimaliza akuje aambie Kevo sauti yenye, yani akiomba alisikia sauti ikisema nini. So Josephine akaenda. Josephine akaniachia everything yake, handbag, pesa, simu, hizo zote akaniachia. Akaenda akaomba. Hasa hapo vitu tumekaa chini na Kevo. Alikuwa ananipea tu yani mambo za kawaida. Akaniambia mama yako atakuja kupona in Jesus name, say amen. Nasema amen. Ananiambia future yake ahead, hata wewe hiyo ugonjwa uko nayo au utakunywa hizo dawa tena, you will
you will heal. Say amen, nasema amen. Sasa juu nasikia yani anakupea tu mambo za ukweli. I didn't notice anything yenye tunaweza sema ni con man. So Josephine alienda, akaomba, akakuja. Kukuja akaulizwa umesikia sauti ikikwambia nini? Sasa ni kitu yenye alikuwa discuss, hata akikuja alikuwa na answer venye atakuja kusema. Sasa Josephine akatuambia venye sauti imemwambia. Sasa akasema, "Madam, it's your time. Atia Josephine everything yours, then go to that supermarket, touch the salt and pray that prayers 7 times." Nikaacha handbag, niliacha hiyo carrier bag ilikuwa na socks, dawa na hiyo machungwa nilikuwa nimeshika na mkono. Sasa ilikuwa na socks, dawa na maji ya kunywa. Na hiyo machungwa na simu. Hiyo simu Itel A33. Nyuma ya simu, simu iko na cover. Nilikuwa nimeweka 800 hapo nyuma ya simu. You know what? Hey, kunywa maji before ushtuke. Nikaacha everything, mimi nikaenda. Kwenda umesikia nimeachia Josephine everything mine. Sasa kwenda nikaingia kwa hiyo supermarket entrance. Nikaenda nikatafuta chumvi. Mimi before nipate chumvi, tamiri yangu, mtu anasema aje? Ya tamiri. Yaani nikasikia tu kitu kwa roho imekataa kabisa. Nikamwambia hapana, rudi. Nikajiforce, nikaenda kwa chumvi, ikakataa kabisa. Nikarudi. Kurudi, nikaenda, nikapata Josephine yuko, Kevo yuko, simu sina transport, sina anything, nimeachwa like hivyo empty. Utafanya nini? Kama unaweza fanya nini? Mimi nilichanganyikiwa. Juu hapo hivyo kulikuwa na hardware ilikuwa hapo hivyo, nikaenda nikapata wanaume wawili hapo hivyo walikuwa wanachukua simiti wakirusha kwa gari ndo ni kama ni delivery guys. Sasa nikaenda nikauliza mambo. Kuna mama na Kiaja nijichekera. Nikauliza mambo, kuna mama na mzee mume akipita hapa. Wakaniambia hapana tujawaona. I was like yo, tujawaona. Na tulikuwa pale. Ni kama walipitanga hizo chochoro za huko za hapo hivyo Makongeni. Mimi nikawatafuta, acha nilie, nikalia. Sina dawa, sina simu, sina pesa. Na nilikuwa nimekujia dawa. Hata nikashindwa nilikuwa nimepotea shule kwa nini? Mimi nikalia, nikachoka. After kulia, sasa unasikia niko Thika, kwetu ni Nakuru na sina simu. Hiyo ilikuwa first week. Tulikuwa tunakaa huko 3 weeks, kusoma 3 weeks before we get back home. So, mimi after kumaliza kulia, mimi nikakula, nikapanda miguu. If you are watching this video, you know the distance from Abduba to Makongeni is not a long distance. It's a walking distance, but juu nilikuwa na feel weak, that's when nilikuwa nimeteremka na gari. So, mimi sorry guys. So mimi nikaenda, nikarudi shule, nilienda after kuingia shule, hata nilipata mwalimu hapo hivyo kwa gate na sikumuongelesha, nilikuwa tu nimepass through. Nikaenda hadi rooftop, nikalia. Yo, hey. Kwisha. Yeah, and that's all for today guys. If you're watching this video and have not yet subscribed, please consider subscribing, like, share and comment for more videos. Hit that notification bell to be notified every time I post a video. Videos will come interesting, even more interesting. Stories after stories, I have a lot to tell you guys. So my advice is, if you are out there watching this video and you have never experienced conned, don't try. Don't play games out there, especially those who are going cities for the first time. Sana hii holiday ya December, watu wamesota my friend. Watu wamesota. Atupatane na mtu hivi barabara akusalimia kwambia, "Hi, umenifurahisha. Pass, my friend pass." Acha story mingi. Sorry for the upepo. Pressing na fanya hii video na upepo. So that's all for today. If you're out there you have never experienced to be conned, don't try. That's what I can say. Thank you guys for watching, everyone. If you have started this video from the start and up to here, thank you very much. I appreciate a lot. You mean a lot to me, and thank you very much. If you're watching this video and have not yet subscribed again, subscribe, like, share and comment. Let's meet on the other video. Bye for now. I love you all.